Baba na Mungu wetu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa nafasi ambayo umetujalia ili kwamba tuweze kuangalia neno lako. Tunashukuru kwa ajili ya semina hii, tunaomba uwe pamoja nasi. Neema yako tutoshe, tufunze sawa mapenzi yako. Tunaomba baraka mbinguni. Tunaomba uwepo wa malaika watakatifu watuhudumie na pia kutuhimiza katika neno lako. Tukuzwe katika mambo yote katika Kristo Yesu Bwana wetu, tunaomba na kushukuru. Amen. Asante. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Habari ya jioni. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutulinda na kutupa nafasi kukutana tena jioni ya leo kwa ajili ya kuendelea kuhimizana katika neno lake Mwenyezi Mungu na kuendelea kufahamu katika historia tumetoka wapi, tumefika wapi, wapi tunaelekea na ni yapi ambayo tunakusudia kwamba atafanyika katika dunia hii, na tuwe na maandalizi mema kwa ajili ya kipindi cha mwisho duniani. Watu wa taabu unakuja. Kwa hiyo shetani ana mpango wa kuteka akili zetu ili yale ambayo yamewekwa mbele yetu tusiyafahamu, tusielewe matukio yakifanyika hadi mlango wa rehema ufungwe kama watu wengi hawako tayari. Sasa hiyo ndio mpango wa shetani. Lakini sasa achana na hiyo, wacha tuingie kwa Biblia. Sasa tulikuwa tumeanza kuangalia, tukaona ya kwamba Mungu anapotufunulia vile historia dunia inaenda kufungwa, kwanza anatusaidia kuelewa historia ambayo imepita tayari. Anatuambia kwenye kitabu ni kile cha Mhubiri 1 wake wa 9 ya kwamba yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka na yanayofanyika yamekwisha fanyika, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Pia Mhubiri 3:15 pia inarudia maandiko hayo tu. Yanarudia kwa kusema ya kwamba yanayofanyika sasa yamekwisha fanyika na yatakayotendeka yamekwisha tendeka. Kwa hivyo naye Mungu yatafuta yale yaliyopita. Kwa hivyo maana yake tunahitaji kuangalia historia, mambo yaliyofanyika ili tuelewe vile historia inaenda kumalizika na yale ambayo yanaenda kufanyika mbele yetu na yale ambayo yanaendelea kufanyika. Kwa hivyo tukitaka kuelewa yale ambayo yanakuja mbele yetu, lazima tuelewe yale yaliyopita tayari. Na nikakwambia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:11 maandiko yanatuambia ya kwamba mambo hayo yaliwapata huko kwa jinsi ya mifano na yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisha zamani. Kwa hivyo kuna mambo yaliyofanyika kwa mifano na yakaandikwa kwa ajili ya kutuonya sisi. Each of the ancient prophets spoke less of their time that their prophesying may be enforced for us. Hiyo ni kitabu ambacho kinaitwa Select Messages Book 3 page 338 paragraph 1. 3SM 338.1 usisome. Na hivyo wapendo, tunahitaji tuweze kujiandaa na tunahitaji tuweze kuelewa nini ambacho kinakuja katika dunia. Baada ya kuelewa nini kimefanyika na nini kinaendelea kufanyika, kwenye kitabu cha Isaya 42 na mstari wake wa 9 maandiko akatuambia kwamba mambo ya kwanza yamekuwa, nami nayahubiri mambo mapya, na kabla hayajafanyika ama hayajatendeka na wapasheni habari zake. Kwa hivyo yale ambayo yamefanyika Mungu anatusaidia kuelewa. Yale ambayo yanafanyika saa hii Mungu anatusaidia kuelewa. Na yale ambayo yanakuja kufanyika Mungu pia anatusaidia kufanya nini? Kuyaelewa. 46:9 kitabu ni kile cha Isaya. Kitabu ni cha Isaya 46 mstari wa 9 inasema. Inasemaje? Kumbukeni mambo ya zamani za kale. Mungu anatuambia tukumbuke historia. Anasema kumbukeni mambo ya zamani za kale. Maana mimi ni Mungu. Endelea. Wala hapana mwingine. Safi. Mimi ni Mungu. Wala hapana aliye kama mimi. Ndio. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo, ndio. Na tangu zamani za kale. Na tangu zamani za kale. Mambo yasiyotendeka bado. Yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama. Shauri langu litasimama. Nami nitatenda mapenzi yangu yote. Nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa hivyo Mungu anatujalia kuelewa yale yanayoenda kufanyika kwa yale ambayo tayari yamefanyika, na anatuambia ili atende mapenzi yake yote, na kwamba yeye anatangaza mwisho tangu mwanzo. Na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, anatupasha habari ya mambo haya. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 14 na mstari wake 29, maandiko yanatuambia kwamba Yesu anatuambia kwamba nawaambia ama nimewaambia kabla haijatokea ama haijatendeka, kusudi atakapotendeka mpate kuamini. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na imani thabiti, tunahitaji kuelewa yale ambayo
ambayo Yesu alituambia kitambo katika neno lake ya kwamba itakuja kufanyika, na tayari tunaona yakifanyika, na mengine kama tumeona yakifanyika, bila shaka yale ambayo tumeambiwa yatafanyika mbele yetu pia tutayaona yakifanyika. Maana yake yale ambayo tumeambiwa katika unabii wa Biblia ni ya kweli na hakika yatafanyika. Ulimwengu unapita, lakini neno la Mungu halitapita bila kutimia. Na hivyo wapendwa, tunahitaji kuelewa yale yanayokuja kufanyika kupitia yale ambayo tayari yamefanyika. Na hivyo tukawa tunaangalia katika historia ya dunia ya kwamba kuna vita ambavyo vilianza, na vita hivyo pia vinaenda kukamilika katika historia ya dunia. Kama vita vilivyoanzishwa na Shetani, pia tunaona vita hivyo vikikamilishwa. Shetani akaanzisha vita mbinguni kwenye kitabu kile cha Ufunuo 12 na mstari wake wa 7. Maandiko yanasema ya kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Endelea msomaji. Ufunuo 12:7 inasema, ndiyo, kulikuwa na vita mbinguni. Maandiko yanasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule njoka. Ndiyo, njoka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Endelea. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Endelea. Yule njoka akatupa yule mkubwa, ndiyo, nyoka wa zamani, aitwa Ibilisi na Shetani. Anaitwa Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote. Asante, achia pale. Kwa hiyo tunaona njoka alianzisha vita mbinguni, na vita hivi ambavyo alianzisha mbinguni, maandiko yanasema zilifanya afukuze kutoka mbinguni pamoja na malaika zake, wakatupa pamoja naye. Na baada ya kutupa pamoja na malaika zake, wakaja duniani, na Shetani akawa yeye ndiye mwenye kudanganya ulimwengu wote. Na ndio maana watu wengi ambao wamedanganyika ni kwa sababu Shetani alikusudia kudanganya ulimwengu wote. Ukisoma katika kitabu ni kile cha Timotheo wa kwanza 4 na mstari wake ni wa kwanza. Timotheo wa kwanza 4:1 inasema, ndiyo, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho, ndiyo, wengine watajitenga na imani. Watu watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hivyo kuna Shetani na malaika aliyotupa pamoja nao wanaitwa mashetani. Kwa hivyo Roho ananena waziwazi ya kwamba siku za mwisho ama wakati wa mwisho watu watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya nini? Ya mashetani. Endelea. Inaendelea kusema, safi, kwa unafiki wa watu wasemao uongo. Kumbe ni unafiki wa watu wasemao uongo. Kwa hiyo wale ambao wataleta mafundisho ya mashetani ni watu, na ndio watakaoleta mafundisho ya mashetani ili wafanye watu waondokee imani. Kwa hiyo Shetani anakusudia kudanganya watu akitumia hata malaika zake ambao ndio pia ni mashetani pia. Na ndio leo watu wataamilishwa mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo kama tunazungumzia kipindi cha duniani, ukisoma Ufunuo 13 mstari wa 4, njoka Shetani anadanganya ulimwengu mzima, na atatumia malaika zake, na atatumia pia watu ambao watatumika na Shetani, na watatumika na malaika wa Shetani ambao ni waovu, ambao ni mashetani, kudanganya watu, na watakuwa wanaleta mafundisho ya uongo. Roho zenye kudanganya ndizo zitakuwa ndani yao, ndio zitakuwa zinawatawala. Msomaji, naam. Ni kwa kusudi gani watu wadanganyike? Kupitia watu watakaoleta uongo, wakitumika na Shetani, wakitumika na roho zidanganyazo. Msomaji, Ufunuo 13 na mstari wake wa 4. Ufunuo 13 mstari wake ni wa 4, anasema, barikiwa, wakamsujudu yule njoka. Watu wataabudu njoka Shetani kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Kwa hiyo Shetani kumbe ana kusudi la kutaka kuabudiwa, na maandiko yanasema wakati anataka kuabudiwa ni ya kwamba watu pia wataabudu mnyama. Kwa nini? Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ndio, ni nani afananaye na mnyama huyu? Nani anayefanana na mnyama huyu? Tena ni nani aweze kufanya vita naye? Achia pale. Kwa hiyo tunaona ya kwamba njoka Shetani anataka kuabudiwa, lakini anapotaka kuabudiwa, anataka kuabudiwa kupitia kwa mnyama. Yeye hataki kuja mwenyewe abudiwe, ameweka mnyama ili watu wakiabudu mnyama watakuwa naabudu njoka Shetani pasipo na wao kujua. Kwa hiyo Shetani ataabudiwa kupitia mnyama, na hiyo yule mnyama ambaye anataka kuabudiwa amepewa nguvu na uwezo na njoka Shetani. Msomaji, naam, kwenye kitabu cha Ufunuo 13 kuanzia mstari wake wa kwanza.
Ufunuo 13 mstari wake wa kwanza inasema. Inasemaje? Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Mnyama alionekana kutoka kwenye bahari, mwenye pembe 10, ako na pembe 10 na vichwa 7, ako na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, ndio, na juu ya vichwa vyake ana majina ya makufuru. Endelea. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui. Yule mnyama alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Endelea. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Endelea. Yule joka ndio akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Asante, barikiwa. Kwa hiyo joka, shetani, ndiye amepewa yule mnyama nguvu zake, kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa hiyo kiti alichokalia mnyama ni cha joka, shetani, na yule mnyama amechukua tabia za mnyama watatu ambaye alionekana Danieli, ambaye anaitwa chui. Yule mnyama ana miguu kama ya dubu, hivyo katika kutembea kwake amechukua tabia za mnyama ambaye anaitwa dubu, katika kitabu cha Danieli 7 na mstari wake wa 6 na mstari wake wa 5. Chui ni Danieli 7 mstari wake wa 6. Dubu ni Danieli 7 na mstari wake wa 5. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Tulia. Kwa hiyo alikuwa na kinywa kama cha simba, na hivyo alichukua, ama anapoongea ana tabia, ama anaongea kama simba. Ina maana ya kwamba alichukua pia tabia za simba, ambaye ni mnyama wa kwanza kuonekana Danieli, katika Danieli 7 mstari wake wa 4. Kwa hiyo katika Danieli 7 Danieli alionyesha wanyama wakubwa 4. Basi tunaona mnyama wa mwisho ako na pembe 10, na huyo mnyama pia anafanana chui. Huyu mnyama pia ako na miguu ya dubu na ako na kinywa kama cha simba. Ina maana ya kwamba huyu mnyama alikubali kuchukua tabia za wanyama wengine, na tukaona katika Danieli 7:12 ilikuwa imekubalika. Soma tusikie. Mungu alikuwa ametabiri ya kwamba hao wanyama watanyang'anywa mamlaka yao, kisha maisha yao yatadumishwa na mnyama wa mwisho atakayekuwa amechukua mamlaka zote. Soma tusikie. Danieli 7 mstari wake wa 12 nasema. Barikiwa. Na kwa habari za wale wanyama wengine, walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao ndio yalidumishwa kwa wakati na majira. Yakadumishwa kwa wakati na majira. Sasa msomaji, naam. Kwa hiyo mnyama wa kwanza alitawala, maana ya mnyama ni ufalme. Danieli 7:23 soma. Danieli 7:23. Barikiwa. Inasema hivi. Ndio. Akanena hivi. Huyo mnyama wa 4 atakuwa ni mfalme wa 4 juu ya dunia. Kwa hiyo mnyama wa kwanza ni ufalme wa kwanza, ambaye ni ufalme wa simba. Mnyama wa pili ni ufalme wa pili, ambaye ni ufalme wa dubu, na mnyama wa tatu ni ufalme wa tatu wa chui. Mnyama wa 4 ambaye mnyama wa kutisha ni ufalme wa 4 kutawala dunia. Kwa hiyo Danieli alikuwa ameonyesha kwamba kutakuwa na falme 4 zitakazotawala dunia, na Yohana wa Patmo akaonyeshwa serikali ya mwisho duniani itakayochukua tabia za falme zote zilizotangulia, alafu huyo mnyama ama hiyo serikali itakuwa ni serikali ya kiibada na itakamata dunia yote na itaabudiwa dunia yote, na ni shetani atakuwa ameweka kiti hapo. Sasa joka shetani yako na kiti, kwani tayari tumeona mnyama ni ufalme na joka shetani, joka tumeona ni shetani. Swali ni je, shetani kwani alikuwa na kiti? Kitabu cha Isaya 14:12. Isaya 14 na mstari wake wa 12. Changamka msomaji. Kitabu ni cha Isaya 14:12. Ubarikiwe. Inasema hivi. Ndio. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Ewe nyota ya alfajiri. Mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa. Ewe ulioangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako. Lucifer alisema ndani ya moyo wake, nitapanda mpaka mbinguni. Akasema nitapanda mpaka mbinguni. Nitakiinua kiti changu kuliko nyota za Mungu. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Maana yake joka shetani ama Lucifer ako na kiti, na akasema atainua kiti chake juu kuliko nyota za Mungu. Maana yake atakuwa juu ya nyota. Maana ya nyota kwenye kitabu cha Ufunuo 1 na mstari wa 20 usisome, inamaanisha ni malaika. Malaika anasema na zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume ni malaika 7 wa yale makanisa 7. Kwa hivyo maana ya nyota ni malaika.
Lakini tayari Lucifer akiwa mbinguni alikuwa juu ya malaika wa mbinguni, maana yeye ndiye alikuwa katika sehemu ya tatu kutoka Mungu. Kutoka Mungu tulikuwa tunakuja kwa mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, alafu wa tatu katika cheo alikuwa ni Lucifer na alikuwa juu malaika wengine wote. Lakini hiyo ni kitabu ambacho kinaitwa Maandiko ya Wale ama Early Writings page 145 kuanzia paragrafu 1. Na hivyo Lucifer akadai kuinua kiti chake juu kuliko nyota za Mungu. Sasa nani mwingine anafananishwa na nyota? Bila shaka si mwingine bali ni Yesu. Kwenye kitabu cha Ufunuo 22 na mstari wake wa 16 maandiko yanasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo haya katika makanisa. Mimi ndimi niliyeshinda na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Kwa hivyo maana ya nyota, Yesu anaitwa nyota ya asubuhi. Na hivyo Lucifer alitaka kuinua kiti chake juu ya Yesu Kristo aliye nyota ya asubuhi. Maana yake alitaka kuchukua cheo cha Yesu. Hebu endelea mahali kwa nasoma kitabu cha Isaya 14 mstari wake wa 13, endelea. Inasema hivi. Ndiyo. Nawe ulisema moyoni mwako, ndiyo, nitapanda mpaka mbinguni. Safi. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Kwa hiyo akataa kuinua kiti chake juu kuliko kiti cha Yesu. Endelea. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Akasema nataka niketi juu ya mlima wa mkutano. Endelea. Katika pande za mwisho za kaskazini. Tulia. Kumbe shetani alitaka kuketi upande wa mwisho wa kaskazini. Maliza andiko. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Asante. Kwa hiyo kwa ufupi, shetani ndiye alitaka kuwa the king of north, pande za kaskazini. Hivyo alitaka kutawala. Maana ya kiti ni ufalme. Hiyo ni kitabu cha Zaburi 103 mstari wake wa 19. Maandiko yanasema Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni na ufalme wake unavitawala vitu vyote. Maana ya kiti ni ufalme. Alafu kisoma Zaburi 48 mstari wa 2, isome. Zaburi 48 mstari wake wa 2. Kwa hiyo Lucifer alidai awe mfalme wa kaskazini, yaani alitaka kuweka kiti chake upande wa kaskazini, awe mfalme wa kaskazini, the king of north. Asoma msomaji. Zaburi 48. Lakini kiti cha kaskazini kina mwenyewe. Shetani ni kujaribu kuiga kiti cha mwenyewe, anataka kuiga hicho kiti. Msomaji. Naam. Twende. Inasema hivi. Safi. Kuinuka kwake ni mzuri sana. Kuinuka kwake Bwana ni mzuri sana. Ni furaha ya dunia yote. Na ni furaha ya dunia yote. Endelea. Mlima Sayuni pande za kaskazini. Mlima Sayuni pande za kaskazini. Mji wa mfalme mkuu. Ni mji wa mfalme mkuu. Ni mji wa mfalme mkuu. Huo mji wa mfalme mkuu unapatikana Mlima Sayuni upande wa kaskazini. Msomaji. Aliye mfalme mkuu ambaye anafaa kuwekwa, Bwana anayefaa kuwekwa katika Mlima Sayuni. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 2, hebu soma mstari wa 6. Zaburi 2 mstari wake wa 6 inasema, barikiwa. Nami nimemweka mfalme wangu. Juu ya Sayuni. Mlima wangu mtakatifu. Kwa hiyo Mlima Sayuni mtakatifu wa Mungu, Yesu ndiye amewekwa hapo katika mlima huo. Huo Mlima Sayuni uko wapi? Kitabu cha Ibrania 12 na mstari wake wa 22 hadi 23. Mji wa mfalme mkuu Sayuni, Mlima Sayuni, mji wa mfalme mkuu iko wapi hiyo? Msomaji, soma tusikie. Ambaye inapatikana upande wa kaskazini, iko wapi aswa? Kitabu ni cha Waibrania 12 na mstari wa 22 nasema, bali nyinyi mmeufikia Mlima Sayuni. Bali ninyi watu wa Mungu mmeufikiria Mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai. Ni mji, Mlima Sayuni ni mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni. Inaitwa Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi. Ndiyo, na kanisa na mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa wapi? Walioandikwa mbinguni. Achia pale. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Sayuni ambao ndiye Yerusalemu ya mbinguni ni mji wa Mungu, na huo mji wa Mungu, Mlima Sayuni aliyewekwa pale kutawala katika Yerusalemu ya mbinguni, nani amewekwa hapo? Ni Yesu. Yesu ndiye atakalia Mlima Sayuni, mji wa mfalme mkuu.
ambayo inapatikana upande wa kaskazini. Kwa hiyo Yesu kwa ufupi ndiye anafaa kuwa mfalme wa kaskazini. Yeye ndiye mfalme wa kaskazini. Lakini shetani alipokuwa anaasi, alitaka kuchukua cheo cha Yesu na alitaka kukalia kiti cha nani? Cha Yesu cha ufalme. Alitaka kuwa mfalme wa kaskazini. Na kwa sababu hiyo akawa sasa vita imeanza mbinguni. Ndio maana ile maandiko ya awali ukurasa wa 145, yani early writings, usisome page 145 kuanzia paragrafu 1, inatuonyesha kwamba shetani alipokosa kuhusishwa katika uumbaji wa mwanadamu, shetani alipatwa na wivu na chuki, aliingiwa na wivu, na kwa sababu hiyo na alitaka kuchukua nafasi ya pili kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Alitaka achukue nafasi ya Yesu, alitaka kutoka kwa Mungu awe yeye ndiye wa pili. Ndio maana maandiko yanasema katika kitabu cha Isaya 14:14 ya kwamba alitaka kufanana na yeye aliye juu. Maana yake alitaka kufanana nani? Na Mungu. Maana yake alitaka kuchukua nafasi ya Yesu, maana Yesu ndiye mwana wa Mungu aliye mfano wa nani? Wa Mungu. Maana Yesu ni mfano wa Mungu asionekana. Sasa msomaji? Naam. Na hivyo vita ikaanza. Kwa sababu hiyo vita ikaanza mbinguni, kama vile tumesoma Ufunuo 12 na mstari wake wa 7. Tukaona ya kwamba vita ikaanza wapi? Mbinguni. Na kumbe shetani alifaulu kudanganya malaika wa mbinguni. Kwenye kitabu cha Ufunuo 12 samani, ukisoma mstari wake kuanzia mstari wa 4, utaona ya kwamba alikokota theluthi ya malaika wa wapi? Wa mbinguni. Nyota za mbinguni ambayo ni malaika. Kwa hivyo alikokota theluthi. Inamaanisha mbinguni kulibaki theluthi ngapi? 2. 2/3 ya malaika wa mbinguni walibaki mbinguni. Wenye shetani alichukua nao hapa duniani walikuwa ni theluthi moja, theluthi ya malaika. Yaani 1/3 ya malaika wote wa mbinguni. Akashuka nao hapa duniani. Aliwadanganya. Na hivyo wapendwa, katika vita hivi ambayo ilianza mbinguni, tunahusika katika vita hivyo. Tupende tusipende. Tulisoma kwenye kitabu ni kile cha Mathayo 12:30, Yesu akasema asiye pamoja nami yu kinyume changu, na asiye kusanya pamoja nami anatapanya. Maana yake tusipokuwa upande wa Yesu tutakuwa kinyume cha Yesu. Na hivyo vita hivi vilipoanza mbinguni, shetani alipokuja hapa duniani akaamua kiti chake atakiweka, maana amenyimwa kukiweka upande wa kaskazini mbinguni. Akasema nikija hapa duniani nitatengeneza serikali ya kiibada, nitahakikisha kwamba nimetawala makutano ya mataifa. Maana alisema ataka kiti chake upande wa kaskazini na atakiweka katika mlima wa mkutano. Baada ya mlima ni mji. Kwa hiyo akasema ataka kiti chake katika mji, na huo mji ambao ataka kiti chake, na pia mlima unaweza maanisha kanisa. Kwa hiyo akasema atahakikisha kwamba ameweka kiti chake katika mji ambao unahusiana pia na kanisa, mahali atahakikisha kwamba ameabudiwa, ameleta ibada duniani. Akadai kufanana na yeye aliye juu. Na hiyo mara pa kwanza shetani kuingiza masuala ya ibada ambayo inapigana na Mungu. Kama anataka kuabudiwa, unaona kana kwamba ibada yake itakubaliana na ile ya Mungu? Bila shaka hapana. Ataleta ibada ama sheria za ibada ambazo zinapigana sheria za nani? Za Mungu, ili abudiwe kinyume cha nani? Cha Mungu. Hivyo ndivyo alivyoamua kufanya. Na hivyo kama kuna sheria ambazo anafaa kuingilia, ni sheria ambazo zinahusiana nini? Na ibada, ili yeye abudiwe kinyume cha nani? Cha Mungu. Ndiyo maana shetani alifaulu kufanya hivyo. Alifaulu kiti chake mara ya kwanza kukiweka upande wa kaskazini. Wapi? Msomaji? Naam. Sasa nataka tuanzie hapo mahali tuliachia last time Hapo nataka tuanzie. Tuliachia sasa hapo ndio tuliachia. Wapi? Maana tumeona hao wanyama ni serikali, si ndio? Ndio. Ni falme. Ndio. Na ni falme ambazo zinahusiana na ibada na kuingilia watu wa Mungu katika masuala ya ibada. Sasa tuanze na ufalme wa kwanza, simba. Tuliona katika simba ni ufalme wa Babeli wa Ashuru. Ufalme wa Ashuru katika mji wa Babeli, hiyo ndio serikali ya kwanza kwa dunia.
kwenye kitabu cha Yeremia 50 mstari wa 17. Soma. Je, shetani alifaulu kuweka kiti chake duniani katika ufalme gani? Alafu mwisho kiti chake kitakuwa katika ufalme gani? Ili awe shetani ameweka kiti chake katika upande wa kazi. Soma andiko. Kitabu cha Yeremia 50:17 inasema. Barikiwa. Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Maandiko yanasema Israeli ni kondoo aliyetawanywa, simba wamemfukuzia mbali. Kwa hiyo wa kwanza kufukuza Israeli ni simba. Mnyama wa kwanza ni simba. Maana Mungu alikuwa ametabiri kwa kinywa cha nani? Cha Musa katika kitabu cha Mambo ya Walawi 26. Tuko pamoja? Kuanzia mstari wake hata wa kwanza ukiteremka, lakini ukifika mstari wa 14 ndiye anasema nyinyi msiponitii, msiposikia sauti yangu, msipoenda sana maagizo yangu, ndipo nitawaletea. Mstari wa 22 hiyo kitabu cha Walawi 26:22 akasema nitawaletea wanyama wakali kati yenu, na akasema wanyama ni adui ataleta, na akasema ya kwamba atawapiga mara 7. Kiingereza tunasema 7 times. Akasema atawapiga mara 7 ama 7 times, nyakati 7. Kwa hiyo akasema ataleta wanyama, na katika kuleta wale wanyama ambao watakuwa ni adui kwa Israeli, atakuwa anawapiga 7 times ama nyakati 7 ama mara 7. Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Nipe habari msomaji. Kwanza mfalme wa Ashuru amemla. Kwanza mfalme wa Ashuru inaitwa Asiria. Serikali ya kwanza kushikana na Israeli mateka ilikuwa ni Ashuru. Na Yeremia hata 25 kuanzia 1 Mungu alikuwa amewaambia Israeli bado hivyo ya kwamba atawafanyia hivyo wasipotubu. Isaya 7:1 pia alikuwa amewaambia kwamba within 65 years, maana yake kwa muda kabla ya miaka 65 kuisha, Israeli watakuwa wamechukuliwa nini? Mateka. Israeli mataifa 10 na Israeli ambayo ni Yuda mataifa mangapi? Mawili watakuwa wamechukuliwa mateka. Wakaanza kuwachukua mateka tunaambiwa ni mfalme wa Ashuru. Alafu wa pili mwisho Nebukadneza mfalme wa nini? Wa Babeli. Mfalme wa Babeli. Sasa msomaji? Naam. Kwa hiyo Babeli ndio mfalme wa kwanza kushika watu wa Mungu nini? Mateka. Ashuru, Babeli. Ashuru, Babeli ni mfalme mmoja. Ndio maana watu wale wakichukuliwa mateka walikuwa wanapelekwa wapi? Babeli. Wakichukuliwa na Ashuru wanapelekwa Babeli. Wakichukuliwa na Nebukadneza wanapelekwa Babeli. Sasa tutaanza kuangalia mnyama wa kwanza bali Babeli. Je, anatokea upande wa kaskazini? Naomba nipe Yeremia 4 na mstari wake ni wa 6 hadi mstari wa 7. Yeremia 4 mstari wa 6 na wa 7. Inasema hivi. Inasema, twekeni bendera kuelekea Sayuni. Twekeni bendera kuelekea Sayuni. Ndio. Kimbieni mpate kuwa salama. Kimbieni mpate kuwa salama. Ndio. Msikawie. Kwa maana nitaleta mabaya toka kaskazini. Mungu anasema nitaleta mabaya kutoka upande gani? Kaskazini. Kwa kaskazini. Twende. Na maangamivu makuu. Na Mungu anasema kile ambacho ataleta ni maangamivu makuu. Ataleta maangamivu makuu. Kwa hivyo Mungu akasema ataleta maangamivu makuu katika Israeli. Endelea msomaji. Simba ametoka katika kichaka chake. Simba ametoka katika kichaka chake. Ndiye angamizaye mataifa. Kwa hiyo simba anayeangamiza mataifa. Wakati Mungu anasema ataleta maangamivu kutoka upande wa kaskazini, anayetokea upande wa kaskazini ni nani? Ni simba. Na simba tumeona ni mfalme gani? Wa Babeli. Kwa hiyo shetani alifaulu kuweka kiti chake wapi? Babeli. Katika mji wa Babeli upande wa kaskazini. Upande wa kaskazini. Yeremia 25 na mstari wake ni wa 9. Angalieni. Ndio. Nitapeleka watu na kusitwa msomaji. Nitapeleka watu na kuzitoa jamaa zote za upande wa kaskazini. Twende. Asema Bwana. Safi. Nami nitatuma mjumbe wangu Nebukadneza. Soma chenye kimeandikwa. Nami nitatuma. Nitarudia.
asema Bwana. Ndiyo. Nami nitatuma ujumbe kwa Nebukadneza mfalme wa Babeli. Ndiyo. Mtumishi wangu. Tulia. Kwa hiyo Nebukadneza mfalme wa Babeli ndiye alikuwa anaongoza taifa ambaye anatoka upande gani? Kaskazini. Na alikuwa anaongoza taifa gani? Babeli. Barikiwa. Kwa hiyo mara ya kwanza wana wa Israeli kuchukua mateka, Israeli kwanza ilikuwa imegawanyika mara ngapi? Mara mbili. Ukawanyika mara mbili, Northern na Southern. Tunasoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 11 kuanzia mstari wake wa 9 hadi 22 habari hizo. Na hivyo tunaona ya kwamba mataifa 10 yakachukuliwa, ama mataifa 10 yakachukuliwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa nani? Jeroboam. Sawa? Alafu mataifa mawili yaliyobaki Yerusalemu yakachukuliwa na Rehoboam ambaye ni mtoto wa nani? Wa Suleimani. Alikuwa ni mtoto wa Suleimani. Lakini Jeroboam alikuwa ni mfanyikazi ama mtumwa wa Suleimani. Ndiye akachukua mataifa 10, wakaama kutoka Yerusalemu wakaenda pande za Samaria, ikaitwa Samaria. Wale mataifa 10 yakaitwa Samaria. Alafu mataifa mawili yakabaki Yerusalemu. Na kwa sababu taifa kubwa katika yale mataifa moja yaliyobaki pale ilikuwa ni Juda. Kwa hiyo ilikuwa ni mataifa mawili, Juda na Benjamin. Lakini pia walibaki na watu ambao wanaitwa ama kabila ambao ni la Walawi. Maana wale walikuwa wanatumika katika kazi ya ukuhani. Wakabaki pale kwa ajili ya kufanya kazi ya ukuhani. Wale walipoenda pande ile nyingine wakaingia katika uasi wakiwa wa kwanza. Walipoingia katika uasi, ukisoma katika kitabu kile Wafalme wa Pili 18:9, hiyo ndio andiko natafuta. Inasema ndiyo, hata katika mwaka wa 4 wa Hezekia. Hata katika mwaka wa 4 wa Hezekia. Ndio mwaka wa 7 wa Hoshea mwana wa Ela. Sasa ndio mwaka wa ngapi? Wa 7 wa Hoshea mwana wa Ela. Endelea. Mfalme wa Israeli. Endelea. Shalmanase mfalme wa Ashuru. Akakwea ili kupigana na Samaria. Na Samaria ambayo ni yale mataifa 10 ya Israeli. Akakwea ili apigane na Samaria. Endelea. Akauzuru Samaria. Akautwaa baada ya miaka 3. Ndiyo. Yaani katika mwaka wa 6 wa Hezekia. Ndiyo mwaka wa 9 wa Hoshea wa Israeli. Ndipo Samaria ulipotwaliwa. Kwa hivyo Samaria walichukuliwa mateka na serikali ya Ashuru ama Asiria. Samaria wakachukuliwa mateka na Asiria wakapelekwa utumwani. Na hiyo miaka ambayo imetajwa ni wafalme gani walikuwa wanatawala, ilikuwa inatusaidia kuelewa katika historia hiyo nani walikuwa wanatawala, na tukirudi katika vitabu vya historia vinafaa kutusaidia ilikuwa ni mwaka gani. Ndio maana hao wafalme wametajwa: Hoshea, Hezekia na Shalmanase. Sasa inaangaliwa ni mwaka gani ambapo tayari Hezekia bado alikuwa anatawala, Hoshea pia alikuwa anatawala na Shalmanase alikuwa anatawala, na Hezekia alikuwa anatawala, alikuwa ametawala miaka ngapi tayari, na pia Hoshea alikuwa ametawala miaka ngapi tayari, ili tujue ilikuwa ni mwaka gani. Umeshika hiyo point? Ni kama vile tukisema ya kwamba mwaka wa pili wa kutawala kwake Mzee Jomo Kenyatta, wakati fulani ndiye alikuwa anatawala mahali fulani, itatusaidia kuelewa miaka miwili kwani aliingia kwa kiti lini, ukiongeza miaka miwili inakuja lini, so unajua ni mwaka gani. Umeshika hiyo point? So ndio maana iliandikwa hivyo Biblia, ili tusaidie tukiingia katika vitabu vya historia, itasaidia kuelewa ilikuwa ni mwaka gani. Kwa hiyo wale ambao ni wanahistoria wa kweli, the best chronologists, wanahistoria bora, walipoangalia waliona ya kwamba Samaria walichukuliwa mateka
na Ashuru ama Asiria mwaka wa 723 BC kabla ya Kristo. Ndio mataifa 10 yakichukuliwa mateka na Ashuru, ambayo pia Ashuru na Babeli ni serikali moja. Mwaka wa 723 BC kabla ya Kristo ndio serikali ile ilienda kushika Samaria, wakapelekwa mateka. Hiyo ni ya kwanza. Na tuliambia kwanza Usimba kwanza alikamata Samaria, Israeli walichukua mateka na Ashuru, ala baadaye tunaambia Nebukadneza mwisho mwenye alimalizia ni Nebukadneza mfalme wa Babeli. Sasa naomba nisomee kwenye kitabu sasa cha Nyakati wa Pili. Uko hapo Ndio. Mambo ya Nyakati wa Pili 33 anza mstari wake 11. Kwa hiyo wa kwanza kuchukuliwa mateka walikuwa ni Samaria, walichukuliwa na Ashuru mwaka wa 723, wakapelekwa maeneo ya Babeli. Mwaka wa 723. Soma tusikie. 33:11 mtasoma. Mambo ya Nyakati wa Pili nasemaje? Kwa hiyo Bwana akaleta juu yao maakida wa jeshi la mfalme wa Ashuru. Sasa Mungu angalia, akatuma maakida, yaani maaskari wa kutoka Ashuru. Endelea. Waliomkamata Manase, wakakamata Manase kwa minyororo, wakamfunga kwa pingu, wakamchukua mpaka Babeli. Kwa hiyo katika Yuda, ukirudi hapo juu, ni Manase alikuwa anatawala katika serikali ya nini? Ya Yuda. Hebu soma 33:1. 33:1 inasemaje? Manase alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala. Wapi? Endelea. Akatawala katika Yerusalemu miaka 55. Nani walikuwa wamebaki Yerusalemu? Si Yuda? Ndio. Akatawala katika Yerusalemu miaka ngapi? 55. Twende. Akafanya aliyo maovu machoni pa Bwana. Kwa hiyo yule Manase akafanya aliyo mabaya machoni pa Bwana, akatenda maovu. Sasa ndio maana anachukuliwa mateka na Ashuru, anapelekwa wapi? Babeli. Hayo sasa enda mstari wa 11. Mstari wa 11 inasema, ndio. Kwa hiyo Bwana akaleta juu yao maakida wa majeshi la ufalme wa Ashuru. Waliomkamata Manase kwa minyororo. Wakakamata Manase kwa minyororo. Wakamfunga kwa pingu. Wakamchukua mpaka Babeli. Wakampeleka mpaka Babeli. Muda huo wale ambao ni wanahistoria bora wanasema ilikuwa ni mwaka wa 677. Ndio mara ya kwanza Yuda mfalme wao kuchukuliwa wapi? Mateka na Ashuru, wakapelekwa Babeli. Tuko pamoja? Lakini hawakuchukuliwa wote. Alichukuliwa Manase akapelekwa, alipoenda akakaa kama amenyenyekea, akarudishwa. Lakini ikawa bado Yuda hawajajitegemea katika kujitawala, bado wanakontroliwa, wanaelekezwa na Ashuru, wanaelekezwa na Babeli. Ni kama vile leo tunasema Kenya haiko chini ya utumwa na utawala wa Roma, lakini bado wanaelekezwa na nini? Na Roma. Tumenielewa Kwa hiyo inamaanisha kwamba hata serikali inatawala dunia sasa hivi ni Roma, na nimekamata mataifa yote kuwa chini yake. Tuko pamoja? Ndio. Lakini kuna wakati walikuwa na watawala kwa nguvu, hata kuwachukua mateka na hata kuwatawala kwa njia hata ya kuwatesa na kuwachukua utumwa. Si ni kweli? Ndio. Lakini baadaye yale mataifa sana sana ya Kiafrika yakapewa uhuru kutokana na serikali ya Roma, lakini ule uhuru haukuwa ati complete. Kuna mambo ambayo huwezi kufanya bila kuelekezwa na Roma. Ni hivyo tu ndio Yuda ilibaki bado iko chini ya utumwa wa serikali ya Ashuru, serikali ya Babeli, lakini bado walikuwa na mfalme wao amerudishwa. Manase amerudishwa kutawala kidogo. Sasa msomaji, natumai nimeeleweka kufika hapa. Kwa hiyo serikali ya kwanza kushika watu wa Mungu mateka ilikuwa ni Babeli, ambayo inafananishwa na simba, na katika Danieli 2 pia inafananishwa
kichwa cha dhahabu. Kabla hujasoma Danieli 2, naomba unisomee msomaji. Endelea mahali unasoma. Hapo 33, ulisoma mstari wa 11. Ndio. Aendelea. Hata alipokuwa katika taabu, ndio, akamsihi Bwana Mungu wake, akajinyenyekeza sana mbele za Mungu wa baba zake, akajinyenyekeza mbele za Mungu wa baba zake. Endelea. Akamwomba, ndio, naye akamtakabali, ndio, akayasikia maombi yake, akamrudisha tena Yerusalemu katika ufalme wake. Alafu endelea. Ndipo Manase akajua ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Naomba nipe Nyakati wa pili 36. Nyakati wa pili 36, anza mstari wa 5. Mstari wake ni wa 5, inasema. Inasemaje? Yehoyakimu alikuwa na umri wa miaka 25. Sasa shika hii point. Manase akaacha kutawala, wakaingia wafalme wengine kufanya nini? Kutawala. Alafu hapa kuna mfalme anaitwa Yehoyakimu akaingia kutawala. Alafu alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Na alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Endelea. Akatawala katika Yerusalemu miaka 11. Ndio. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Hata yeye Yehoyakimu akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Endelea. Juu yake akakwea Nebukadreza. Alafu juu yake akakwea nani? Nebukadreza. Alafu mfalme wa Babeli. Alafu akamfunga kwa pingu. Ndio. Amchukua mpaka Babeli. Akamchukua mpaka Babeli. Aendelea. Umefika mstari wa ngapi? Mstari wa 7 inasema. Ndio. Nebukadreza akachukua baadhi ya vyombo vya nyumba ya Bwana. Ndio. Mpaka Babeli. Akavitia katika hekalu lake huko Babeli. Ndio. Basi mambo yote ya Yehoyakimu yalisalia, na machukizo yake aliyoyafanya, nayo yalionekana kwake. Ndio. Tazama, yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Israeli. Na achia pale. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kando na Manase kuwa alichukuliwa, baadaye Yehoyakimu anafanya nini? Anachukuliwa mateka. Maana Nebukadneza nilikuja kumalizia. Ndio maana maandiko yanasema inaanza na Ashuru, mwisho ni Nebukadneza mfalme wa Babeli. Ndio anafaishwa na mnyama anaitwaje? Simba. Kwa hiyo ufalme wa Simba ndio ufalme wa kwanza kuteka dunia yote baada ya kuteka Israeli na kuteka nini? Yuda. Mwisho Nebukadneza alipata nafasi ya kulala dunia nzima ilipofika mwaka wa 605. Babeli ikawa imeteka dunia yote. Lakini Samaria mara ya kwanza kushikwa mateka ilikuwa ni mwaka wa 723. Mara ya kwanza Yuda kuchukuliwa mateka chini ya Manase akitawala ilikuwa ni mwaka wa 677. Hiyo ni BC, yani kabla ya Kristo. Nebukadneza mwisho aliyemalizia kabisa ilikuwa ni huko mwaka wa 605 huko. Ndio Babeli ikawa imeshika dunia yote, imetawala dunia yote. Tuko pamoja Ndio. Sasa ufalme wa Babeli katika Danieli 2 mstari wa 36 hadi 37 inasema kwamba Nebukadneza mfalme wa Babeli anafananishwa na kichwa cha dhahabu. Na ufalme wa Babeli pia unafananishwa na mnyama anaitwa Simba. Inamaanisha Simba na kichwa cha dhahabu ni ufalme mmoja. Danieli 2 inafananishwa kwa kichwa cha dhahabu. Maana dhahabu ina dhamana kubwa. Ufalme wa pili unafananishwa na kifua na mikono ya fedha. Maana yake vile uchumi ulikuwa umeimarika katika ufalme wa Babeli si sawa na vile ufalme umeimarika uchumi umeimarika katika ufalme uliofuata kutawala dunia. Kwa hiyo uchumi unaenda ukirudi chini kulingana na. Kwa hiyo tunaona ya kwamba hizo falme zinafuatana hivi. Sasa baada ya ufalme wa Babeli kutawala, tunasoma katika kitabu cha Danieli 5 na mstari wake ni 25. Baada ya Nebukadneza kuinuka mfalme mwingine ambaye tunamjua kama Belshaza, mfalme wa Babeli wa Kaldaya, ambaye aliamua kutumia vyombo vya kala Mungu kunywea pombe, akasifu miungu ya dhahabu, fedha, mawe na vitu kama hizo. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Babeli walisifu miungu ya uongo. Na kama kusifu miungu ya uongo,
pia walichonga masanamu. Ndio maana hiyo miungu ilikuwa ni ya kuchonga sanamu za dhahabu, fedha, shaba, miti, chuma, miti, mawe. Tuko pamoja? Ndio. Haya, katika Danieli 3 pia tunaona Nebukadneza pia alichonga sanamu ya dhahabu tupu akaweka katika uwanda wa Ndura, alafu akaagiza watu wote wakuja kuabudu. Shadraka, Meshaki na Abednego wakakataa, wakatupwa ndani ya tanuru iliyokuwa inawaka moto. Yesu mwana wa Mungu akakuja kuokoa. Ndio Danieli Nebukadneza akawaita kutoka ndani ya moto, akasema, enyi Shadraka, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye hai, tokeni huku nje. Walipotoka wakapata hawajachomeka. Akasema ya kwamba Mungu ambaye anafaa kuabudiwa ni Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Ikawa Mungu wa pekee wa kweli wa mbinguni aliyepeana ujumbe wa malaika watatu, wale vijana watatu wakisema ujumbe wa malaika watatu, na Yesu mjumbe wa 4 ndani ya moto kuokoa wale. Ikawa huyo Mungu ndiye anafaa kufanya nini? Kuabudiwa, na amedhihirishwa katika serikali ya Babeli. Sasa ufalme wa pili kuingia kutawala. Maana ufalme wa Babeli katika Danieli alionyesha kwa mfano wa ndoto ya Nebukadneza ya Danieli 2, na mfano wa ndoto ambao Danieli alionyeshwa katika Danieli 7, mnyama anaitwa simba. Danieli 5:25 maandiko yanasema, twende. Danieli 5:25 inasema. Nasemaje? Na maandiko yaliyoandikwa ni haya. Sasa Nebukadneza alipokuwa na Belshaza alipokuwa anatumia vyombo vya kala kunywa pombe, kitanga cha mkono kaandika ukutani, mene mene tekeli na peresi. Tafsiri ya maneno haya ikawa ndio hii. Mene, endelea. Mene, ndio Mungu amesahau ufalme wako. Wewe Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Mungu akahesabu ufalme wa Babeli akaukomesha. Tekeli umepimwa katika mizani, nao umeonekana kuwa umepunguka. Nipe habari. Peresi, ndio ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Wajemi. Kwa hiyo ufalme wa pili kulandia ukawa ni ufalme wa Wamedi na Wajemi. Danieli 7 unafanishwa na ndugu. Danieli 7 mstari wa 5 na Danieli 2 mstari wake wa 38 unafanishwa na mnyama na kifua na mikono ya nini? Ya fedha. Lakini fedha ina dhamana kidogo kuliko dhahabu. Maana yake uchumi unarudi chini. Ndugu, kilio pande moja ni ya kwamba serikali ya Wamedi na Wajemi ilikuwa imetengenezwa, serikali ya Medo-Persia ilikuwa imetengenezwa na mataifa mawili, taifa la Wamedi na taifa la Wajemi. Ndio maana upande mmoja wa kifua na mkono na upande mwingine wa kifua na mkono nasimamia mataifa mawili. Alafu ndugu, kilio upande mmoja na maanisha upande mmoja wa Wamedi, upande mwingine wa Wajemi. Lakini pia ufalme ule katika Danieli 8 tusome mstari wa 3. Danieli 8 mstari wake ni wa 3. Ulifanishwa na kondoo mume. Tusome tusikie. Mstari wake ni wa 3 nitasoma. Ndio. Kwa hiyo falme vile zinafuatana. Danieli 2, Danieli 7, Danieli 8 na Danieli 11 zinaenda sambamba. Isipokuwa Danieli 2 na 7 kuna ufalme wa kwanza ambao hujatajwa katika Danieli 8 na katika Danieli 11. Tuko pamoja? Danieli 8 inaanza na ufalme wa pili kukamata dunia. Na Danieli pia 11 inaanza na ufalme wa pili kutawala dunia. Hebu sema tusikie. Danieli 8:3 inasema. Inasemaje? Ndipo nikainua macho yangu nikaona. Ndio. Na tazama. Nini? Mbele ya mto alisimama kondoo mume. Mwenye pembe mbili. Alikuwa na pembe mbili. Na pembe zile mbili zilikuwa ndefu. Ndio. Lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili. Endelea. Na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Wamedi ndio walikuja wa kwanza. Wajemi wakakuja baadaye. Wakapata nguvu kuliko Wamedi. Kwa hiyo Wajemi ndio maana ndugu ameleo upande mmoja ambao umeinuka ni Wajemi waliokuja baadaye na wakapata nguvu kuliko Wamedi. Hiyo tunaipata. Danieli 8 nipe 20. Soma. 8:20 inasema. Ndio. Yule kondoo mume uliyemuona. Huyu kondoo mume ambao unamuona ndio. Mwenye pembe mbili. Aliye na pembe mbili.
Hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Hizo ndizo ufalme wa Umedi na Uajemi. Kwa hivyo tulia pale. Danieli 11 anza moja. Danieli 11 kuanzia moja. Inasema. Ndiyo. Tena mimi katika mwaka wa kwanza wa Dario aliyekuwa na tawala. Mwaka wa kwanza wa Dario. Maana ukisoma ile Danieli 5 tulisoma Danieli 5:25 ikatuambia ufalme wa Babeli ukaisha na umwanyika mara mbili ukapoa Wamedi na Waajemi. Lakini ukisoma mstari wa 30 na 31 hapo inakwambia usiku huo tu Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa na Dario Mumedi akapokea ufalme. Haya, huyo Dario sasa ndio anatajwa hapo Danieli 11. Anza moja ukiteremka. 11 kitabu cha Danieli inasema. Inasemaje? Tena mimi katika mwaka wa kwanza wa Dario Medi, ndio mimi nalisimama ili nimthibitishe. Twende. Na kumtia nguvu. Nami sasa nitakuonyesha yaliyo kweli. Kwa hiyo Mungu amemsimamisha Dario na akamtia nguvu katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake Dario. Soma. Nami sasa nitakuonyesha yaliyo kweli. Twende. Tazama, watasimama wafalme watatu katika Uajemi. Baada ya Wamedi wanasimama wafalme watatu katika Uajemi. Maana yake Wamedi wanatawala wa kwanza, lakini Waajemi wakija wanaendeleza. Wanakuwa sasa wafalme ambao wanatawala kutoka upande wa Uajemi. Unasimama wafalme watatu kutoka Uajemi. Baada ya Dario Mumedi ndio kunainuka Koreshi, Cyrus. Utasoma hata katika kitabu cha Isaya nafikiri 41. Utapata kwamba Koreshi aliinuliwa na Mungu kuchukua ufalme ule. Sasa baada ya Dario Mumedi aliyekuwa kwanza kutoka upande wa Medi kutawala Wamedi na Wajemi, akainuka Koreshi aliyetawala ama Cyrus Kiingereza aliyetawala kutoka upande wa Wajemi, lakini akatawala Wamedi na Wajemi. Baadaye akatokea Dario Mwajemi. Kwa hiyo kuna Dario Muhamedi na kuna Dario Mwajemi. Akawa ndiye wa pili kutoka Uajemi. Maana tumeambiwa atatoka wafalme watatu wa Uajemi. Nao wanapatikana kitabu cha hata Ezra. Utasoma Ezra kwa wakati wako 6 mstari wake wa 14. Utasoma kwa wakati wako. Na hata Ezra 7 utaangalia kwa wakati wako. Sasa akainuka Dario Mwajemi, alafu Darius Mwajemi, alafu watatu aliyeinuka alikuwa ni Artashasta. Na watatu ndio alipeana amri ya kwenda kujenga upya nini? Yerusalemu. Watatu. Wakati Yerusalemu inaenda kujengwa upya na amri tatu, ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na wangapi? Na watatu. Na ile Yerusalemu inapoenda kujengwa inachukua miaka 40 ngapi? Kwanza 46 kumaliza kujenga, uchupo katiwa nguvu ya kwenda kujenga upya Yerusalemu. Wana matengenezo kwenda kutengeneza mahali palikuwa pamebomolewa. Uko wapi msomaji? Kwa hiyo wamesimama watatu. Wa kwanza ni Koreshi, wa pili ni Dario Mwajemi na watatu ni Artashasta ama Artaxerxes Mwajemi. Endelea. Naye mfalme wa 4 atakuwa tajiri kuliko hao wote. Alafu akainuka Uswero akawa tajiri kuliko wengine. Endelea. Naye atakapopata nguvu, baada ya kupata nguvu zake kwa utajiri wake, ndio atawachochea wote juu ya ufalme wa Uyunani. Asante. Akachochea ufalme wa Uyunani vita, alafu ufalme wa Uyunani ukainuka na ukashinda ufalme ule nguvu. Msomaji, weka kama hapo tunarudi. Umefika mstari wa 4 hapo. Ndio? Ndio. Haya. Tunarudi. Kwa hiyo ufalme wa tatu wa pili samani kukamata dunia yote ilikuwa ni kuanzia mwaka wa 539 hadi mwaka wa 331 kabla ya Kristo Yesu BC. Ufalme wa Medi na Wajemi ukatawala dunia na mifupa mitatu ya mbavu kinywani mwake. Ni maeneo matatu ambayo serikali ya Medi na Wajemi iliteka kwa ajili ya kutawala dunia. Nisomee hiyo Danieli 8 mstari wa 4. Danieli 8 mstari wa 4. Mstari wake ni wa 4. Naye kondoo mume. Kwa hiyo ufalme wa Medi na Wajemi katika Danieli 8 ni kondoo mume. Danieli 2 kifua na mikono ya fedha. Danieli 7 ni dubu ambaye ni amelua pande moja na alikuwa na mifupa mitatu ambayo kinywani mwake. Ukisoma tusikie.
Mstari wake ni wa 4 inasema. Nasemaje? Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi. Akisukuma upande wa magharibi. Na upande wa kaskazini. Na upande wa kaskazini. Na upande wa kusini. Na upande wa kusini. Kwa hiyo wakateka Libya, Babylon na Misri ambayo ndio kusini. Kusini ni Misri. Si unaona iko sawa? Kwa hiyo akawa ameteka maeneo matatu. Medo Persia ikateka maeneo matatu, ikasukuma. Kusukuma maana yake to push. To push. Push against is to war against. Yaani ni kufanya vita dhidi ya. Tuko pamoja? Kwa hiyo Wamedi na Wajemi wakapigana vita kuelekeza upande wa Misri, kuelekeza Libya na kuelekeza Babylon, alafu wakateka dunia yote. Dunia yote. Imesema akasukuma upande gani? Hebu rudia. Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi. Upande wa magharibi Libya. Na upande wa kaskazini. Upande wa kaskazini Babylon. Na upande wa kusini. Na upande wa kusini Egypt, mama Misri. Kwa hiyo upande wa kaskazini tuliona ni Babeli tayari, si ndio? Ndio. Upande wa Libya ni upande wa magharibi. Alafu upande wa kusini ni upande wa Egypt. Wa Misri, Egypt. Tuko pamoja? Ndio. Kwa hiyo kwa ufupi sasa hivi kiulizwa King of North Babylon. King of South Egypt. Natumai nimeeleweka. Mfalme wa kaskazini anafaa kupatikana Babeli. Mfalme wa kusini anafaa kupatikana wapi? Egypt. Misri. Na hata tumeshadhibitisha Babeli ni mfalme wa kaskazini. Literally. Na hata si unaona kaskazini juu ya Yerusalemu hapo. Na Misri iko chini ya Yerusalemu. Ezekieli 5:5. Changamka msomaji. Inasema, twende. Bwana Mungu asema hivi. Anasema nini? Huu ndio Yerusalemu. Huu ndio Yerusalemu. Nimeuweka kati ya mataifa. Nimeuweka kati ya mataifa. Kwa nchi na nchi za uzunguka pande zote. Nchi za uzunguka pande zote. Nchi zingine za uzunguka Yerusalemu pande zote. Pande hii, pande ile, pande hii, pande hii. Tuko pamoja? Ndio. Kwa hiyo angalia. Kwa hiyo watu wa pili kukalia upande wa north na kuteka dunia yote watawala ni nani? Medo Persia. Kwa hiyo akachukua kiti gani? Kiti gani walichukua? Cha Babylon. Kile cha Babylon tu. Na tuliona kiti hicho cha nani? Aliyetaka kukaa upande wa kaskazini? Wewe. Nani alitaka kiti chake aweke upande wa kaskazini? Shetani. Ni Shetani. Kwa hiyo kiti cha kwanza cha Shetani, kiti cha Shetani kukaliwa mara ya kwanza duniani. Na ufalme uliokamata dunia yote ni ufalme gani? Babylon, ufalme wa Babeli. Na ufalme wa pili kukamata dunia yote, kula dunia yote, kukalia kiti cha Shetani upande wa Babeli au upande wa kaskazini ni ufalme gani? Medo Persia. Natumai nimeeleweka kufika hapa. Aha. Sasa baada ya ufalme ule wa Medo wa chini, Shetani alimtumia kuingilia amri ya Mungu ambayo inahusiana na ibada. Vile ufalme wa kwanza wa Babeli uliingilia amri ya pili ya Mungu ambayo inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wakaleta ibada ya masanamu. Wakaleta ibada ya masanamu. Sasa walipoleta ibada ya masanamu wakawa wamepinga amri ya ngapi ya Mungu? Ya pili. Ufalme gani? Wa Babeli. Shetani akafaulu kutesa watu waliokatana ibada gani? Ya Babeli. Ufalme wa pili kukalia kiti cha Shetani upande wa kaskazini ni ufalme wa Medo Persia, na pia ukatumika na Shetani katika masuala ya ibada. Na tukoona ufalme ule ni ufalme wa Medo Persia ambao katika Danieli 6 waliamua kuleta ibada kwa mwanadamu aabudiwe kama nani? Mungu. Ufalme wa Medo wa chini ukakataa amri ya kwanza Mungu ambaye anasema usio na miungu mingine ila mimi. Wakakataa mimi ambaye ni Mungu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wakaelekeza ibada kwa mwanadamu. Kaelekeza ibada kwa mwanadamu. Na ukumbuke ufalme wa mwisho duniani kutawala dunia. Ya kwanza, ufalme huu wa kibada utachukua tabia ya Babeli, pia utachukua tabia ya Medo Persia. Uko na tabia ya Babeli na uko na tabia ya Medo Persia. Ya mwanadamu kutaka kuabudu kama Mungu. Ndio iliyoka sheria ya kifalme. Ndio akawekwa
aketi muda wa siku 30 abudiwe kama nani? Kama Mungu. Na walioweka hiyo sheria ya kifalme walikuwa ni watu ambao ni watu hata wanajuana na mambo ya ibada, lakini wameketi chini kutengeneza sheria. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ni kama wabunge na wahusisha watu wa ibada kutengeneza sheria za kifalme ambazo zinapinga sheria za nani? Za Mungu. Ikafanyika katika ufalme wa Mene Wajemi, watu wa dini wakishirikiana na watu wa serikali kutengeneza sheria za kiserikali ama sheria za kifalme zinazopinga sheria za Mungu za ibada. Umenielewa eh? Hii ilifanyika katika ufalme wa Mene Wajemi ili mwanadamu aabudiwe kama Mungu, serikali wa Mene Wajemi. Na hata katika serikali ile ukisoma kitabu cha Esther, mnakumbuka Esther eh? Kitabu cha Esther 3 utapata ya kwamba hata wakati mfalme wa Usiru alikuwa anatawala, kuna mtu anaitwa Haman. Unakumbuka Haman? Haman pia alitaka kuabudiwa kama Mungu na ikawekwa sheria huko, lakini mtu ambaye anaitwa Mordekai si alikataa? Ndio, alikataa. Ndio ikatengenezwa msalaba hata kutundika nani? Mordekai. Mwishowe aliyekuja kutundika kwa hiyo mti ni Haman mwenyewe. Ilikuwa imetangazwa Yuda, Israeli waangamizo wa uwawa, Wayahudi wa uwawa. Baada wamepinga kuabudu mwanadamu. Na Mordekai langoni amekataa kuabudu mwanadamu. Ibada hiyo ni ufalme wa Mene na Wajemi ndio walileta mambo kama haya. Sasa tuingie ufalme mwingine. Baada ya ufalme wa Mene na Wajemi, nitafika kwa Roma, alafu nikifika pale mtakuwa nimemaliza. Msomaji? Naam. Naomba unipatie kwenye kitabu, tuko pamoja? Cha Danieli 8, soma mstari wa 5. Danieli 8 mstari wa 5. Danieli 8 mstari wake ni wa 5, nitasoma. Ubarikiwe. Nami nilipokuwa nikifikiri, ndio, tazama beberu akatoka upande wa magharibi. Sasa baada ya kondoo mume akatokea beberu kutoka upande gani? Wa magharibi. Kutoka upande wa magharibi, upande wa magharibi. Endelea. Juu ya uso wa dunia nzima. Alafu bila kuigusa nchi. Twende. Na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Endelea. Naye akamwendea huyo kondoo mume. Yule kondoo mume mwenye pembe mbili. Aliyekuwa na pembe mbili. Niliyemwona akisimama karibu na mto. Twende. Akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Twende. Nikamwona akimkaribia kondoo mume. Akamwonea hasira kali. Akampiga kondoo mume. Ndio. Akazivunja pembe zake mbili. Tulia. Akavunja Wamedi na Wajemi. Akavunja Wamedi na Wajemi katika vita kubwa vinaitwa vita vya Abela mwaka 331 kabla ya Kristo Yesu kama BC. Huyo kondoo mume ni nani? Huyo beberu ni nani? Naomba nipe Danieli 8:20 alafu malizie 21. Danieli 8:20-21. Endelea. Yule kondoo mume uliyemwona, ndio, mwenye pembe mbili. Hizo ndizo ufalme wa Mene na Wajemi. Hizo ndizo wafalme wa Wamedi na Wajemi. Endelea. Na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani. Ni ufalme wa Uyunani, naitwa Grecian Empire, ufalme wa Kigiriki, ufalme wa Uyunani. Endelea msemaji. Na zile pembe kubwa na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake. Na ile pembe kubwa ambaye ilikuwa katikati ya macho yake ni mfalme wa kwanza kutawala ufalme wa Medi na Wajemi. Uyunani. Hapa anaitwa Alexander the Great. Inaitwa pembe kubwa. Alexander the Great ndiyo hiyo pembe. Msomaji? Ndiyo. Ni Alexander the Great. Tuko pamoja? Ndiyo. Lakini endelea kusoma kidogo chini. Ukumbuke ile chui ako na vichwa ngapi? 4. Sawa? Ndiyo. Aendelea msomaji. Na yule beberu alikuwa na pembe kubwa ambaye ni mfalme wa kwanza Alexander the Great. Baada ya kuvunjika hiyo pembe kubwa, zikamwanyika pembe ngapi? 4. Sawa na vichwa ngapi? 4 vya chui. Asoma tusikie.
Tena katika habari ya pembe ile ndiyo iliyovunjika, safi, ambayo badala yake zilisimama pembe nne, falme nne zitasimama kutoka katika taifa lile. Tulia. Kwa hiyo katika serikali moja ya Uyunani ikagawanyika mara ngapi? Mara nne, sawa na vichwa vingapi? Vinne vya chui, na sawa na pembe nne baada ya pembe kubwa kuvunjika. Baada ya pembe kubwa kuvunjika. Kwa hiyo serikali ya Ugiriki kuanzia mwaka 331 BC ikatawala mpaka mwaka 168 kabla ya Kristo Yesu, yani BC. Mfalme Alexander the Great ama Iskanda Mkuu akakamata dunia, akatawala, baadaye akafa. Ndio maana ya pembe kubwa kuvunjika. Alafu serikali yake ikagawanyika mara ngapi? Mara nne. Danieli 11. Mara nne. Hayo mara nne, angalia. Naomba nipe kwanza Danieli 11, soma mstari wa 4. Mstari wake ni wa 4, inasema. Twende. Naye atakaposimama, naye yule mfalme hodari atakaposimama kutoka upande wa Uyunani ambaye ni Alexander the Great, twende. Ufalme wake utavunjika. Ufalme wake utavunjika, alafu na kugawanyika katika pepo nne za mbingu. Kwa hiyo baada ya kufa kwake ufalme wake ugawanyika mara nne katika pepo nne za mbingu. Pepo nne maana yake ni sehemu nne za dunia ambayo ni North, South, East, West. Kwa hiyo serikali ya Uyunani igawanyika mara nne upande wa North, South, East na West. Kila sehemu hao wafalme wanne kila mmoja akachukua sehemu yake, lakini ikawa ni serikali moja tu ya Uyunani, haijaingia serikali nyingine. Ni hiyo tu ndio wameunganisha ufalme, kila mmoja akachukua sehemu yake. Kwa pamoja wanaika mara ngapi? Mara nne, ambao tunaona baada ya kufa kwake katika historia. Na hiki kitabu kinaitwa Alexander the Great, ukurasa wa 494, kimeandikwa na mtu anaitwa Wheeler. Anasema kila mmoja wale majenerali wanne waliotawala pamoja na nani? Na Alexander the Great, baada ya kufa kwake waliweza kutengeneza visu vyao ama sword, ile upanga wakaneza panga zao ili kupigana vita, ili uone nani atachukua ufalme ule. Lakini mwisho wake wakaishia mwaka 301 baada ya vita vya Ipsas, wakaishia kusuluhisha kwamba kila mtu achukue sehemu yake. Mtu ambaye anaitwa, ili unabii timie vizuri, Syria na Babilonia. Tutasema Syria na Babilonia ni upande gani? Si ni north? Si ni north? Ni north. Ikachukuliwa na mtu anaitwaje? Seleucus. Si Babilonia tuliona ni north. Kwa hiyo maeneo ya north hiyo yote ikachukuliwa na nani? Na Seleucus. Alafu Misri ambayo tumeona ni upande gani? Kusini. South, kusini. Ikachukuliwa na mtu anaitwa Ptolemy. Alafu Thrace na Asia Minor ambayo ni upande wa mashariki ikachukuliwa na nani? Lysimachus. Alafu Macedonia na Greece ambayo ni upande wa magharibi ikachukuliwa na nani? Kasanda. Ndio maana ya vichwa vinne vya chui, na ndio maana ya zile pembe nne ambazo ziligawanyika baada ya Alexander the Great kufa. Natumai nimeeleweka. Ndio hizi. Ndio hiyo mambo. Ndio. Kwa hiyo serikali ikatawala. Lakini baadaye tunaambiwa kwamba na hiyo serikali ikaleta tabia za kuleta masomo ambayo inapigana na mafundisho na imani ya Biblia. Mafundisho ambayo inapigana na mafundisho ya nini? Ya Biblia. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1 na mstari 22, maandiko yanasema Wayahudi wanatafuta ishara, yani miujiza, na Wayunani wanatafuta hekima. Lakini Wakorintho wa kwanza hiyo tu 3:18 inasema hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za nani? Za Mungu. Inamaanisha kwamba Wayunani waletea watu hekima ya nini? Ya dunia, ambayo ni upuzi mbele za nani? Za Mungu. Na ndio maana tunaambiwa katika kitabu ni kile cha Wakolosai 2:8 inasema tujihadhari
na falsafa. Philosophy, beware lest anyone spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Ya kwamba tujiadhari mtu asitudanganye kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya awali ya ulimwengu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya nini? Ya Kristo. Maana yake Wayunani waleta elimu ambayo inapigana na elimu ya kibingu. Hivyo ndivyo walivyofanya. Kwa hivyo Wayunani, na wakati watu wanaleta mapokeo, bila shaka kinyume cha mafundisho ya Kristo, huwa automatically wanavunja amri ya ngapi? Ya 3 ya Mungu, ambayo inasema usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure, maana Bwana atamhesabia kwa hana hatia mtu ambaye anataja jina lake bure. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Marko 7 mstari wake wa 6, maandiko yanasema ya kwamba Isaya nitasoma 7:6 hadi mstari wake wa 8. Nasema Isaya litabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo wanadamu. Ninyi mwekataa amri ya Mungu ili mpate kuyashika nini? Mapokeo yenu. Kwa hivyo leo mtu akikataa amri moja ya Mungu na kushika mapokeo ya wanadamu, bila shaka anavunja, ama bila shaka anavunja amri ya ngapi? Ya 3 ya Mungu. Ya 3 ya Mungu. Kuvunja amri ya 3 ya Mungu. Kwa hivyo Wayunani wakaingiza watu kuvunja amri za nani? Amri ya 3 ya Mungu, kwa kukataa amri za Mungu na kukubaliana na mapokeo ya nani? Ya wanadamu. Tumani nimeeleweka kufika hapo. Kwa hivyo Wayunani wakaamua hawatachonga sanamu ya kuonekana ili watu wainamie, bali wataleta mafundisho ambayo mafundisho itakuwa ni sanamu, na hayo mafundisho itakuwa ni human theory, yaani itakuwa ni mawazo ya wanadamu kinyume cha vile Mungu anavyosema katika neno lake. Ndio wakaleta masomo ya falsafa na theolojia ambayo inapinga theolojia ya Mungu ama mafundisho ya Kristo Yesu. Napinga mafundisho ya Mungu. Ile Danieli 11 soma 6 kwanza. 6 inasema, ndio, na baada ya miaka kadha wa kadha, baada ya miaka kadha wa kadha watashirikiana, ndio, kwa kuwa binti wa mfalme wa kusini ndio atakuwa kwa mfalme wa kaskazini. Endelea. Ili kufanya mapatano naye. Sawa. Mfalme wa kusini si ni Ptolemy? Si kusini ni nchi ya Misri? Ndio. Inamaanisha hao wengine baadaye waliondoka, waling'olewa. Na waling'olewa na Lysimachus na Seleucus zamani. Seleucus baadaye alichukua hizi sehemu mbili akatawala north yote. Alafu Ptolemy akabaki sawa. Alafu kukawa na makubaliano, ukaanza kuwa na makubaliano kati ya Misri na kaskazini. No, Babylon. Endelea. Lakini hatakuwa na nguvu za mkono wake siku zote. Endelea. Wala mfalme yule ndio hatasimama. Endelea. Wala mkono wake. Lakini yule binti atatolewa. Ndio. Na hao waliomleta. Na yeye aliyemzaa. Ndio. Na yeye aliyemtia nguvu zamani zile. Ndio. Lakini katika chipukizi la mizizi yake. Ndio. Atasimama mmoja mahali pake. Atakayeliendesha jeshi la askari. Ndio. Naye ataingia katika ngome ya mfalme wa kaskazini. Mfalme wa kaskazini, alafu na kuwatenda mambo na kuwashinda. Asante. Kwa hiyo mfalme wa kaskazini akawa ndio ameshinda, ndiye anatawala. Kwa hiyo sehemu ya kaskazini kachukuliwa. Sasa kukabaki kaskazini na upande wa kusini. Kwa pamoja? Ndio. Sasa kutoka hapo ndio kuanza kuwa na king of north na king of south. Kutokana na yale mataifa manne ya Uyunani, kukaanza kuwa na king of north, king of south. Mwenye anatawala juu upande wa Babilonia akawa ndiye north. Mwenye anatawala chini huku upande wa Misri akawa ndiyo south. Na hata maandiko yanasema literally south
Maana tumeshaona katika Biblia literally ya kawaida ya ukweli, asili, ile asili Babylon ndio North, si ndio? Ndio. Haya, asili yani Ashuru na Babylon ndio North. Alafu South ni Misri, lakini pia tunazidisha zaidi. Naomba nipe kitabu cha Mwanzo 12. Mwanzo 12. Sasa hii ikakuwa ndio mapa. Sasa Lucas baadaye alichukua sehemu yote ya juu ikawa ndio North kwenda hivi. Mwanzo 12. Alafu huku tole nikabaki sawa, ikawa ndio sawa. Endelea. Mwanzo 12. Nisomee mstari wa ngapi? Wa 9 twende. Mstari wake ni wa 9 inasema. Inasemaje? Naye Abrahamu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini. Akasafiri Abrahamu kuelekea upande wa kusini. Endelea. Basi kulikuwa njaa katika nchi ile. Ndio. Abrahamu akashuka Misri. Atakashuka wapi? Misri. Kwa hiyo alipoenda upande wa kusini, alienda pande gani? Ya Misri. Ya Misri. Achia hapo. Kwa hiyo Misri ni sawa. Ya Egypt ni sawa. Tuko pamoja? Ndio. Kwa hiyo King of South literally ni Egypt. Anafaa kukaa Egypt. Na King of North literally ama ya asili anafaa kuonekana upande wa Babylon, huko Ashuru, Babylon, huko Babylon. Kwa pamoja? Ndio. Sasa hapo tunazungumzia masuala ya kawaida ya kiasili. Kabla tujaingia katika masuala ya kiroho. Sasa kwa hiyo kutoka hapo kesho nataka tuanzie hapa. Lakini kabla tujaanzia hapa, naomba nipe Danieli 7 na mstari wake wa 7 na 8. 7. Usisome hapa, achana na hiyo. Danieli 7 na 8 inatuambia kwamba kisha mnyama mwingine wa kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande. Anasimama, si ndio? Sasa yule mfalme aliyesimama si ndiye anachukua bado kiti cha shetani? Akashinda ufalme wa ngapi? Wa 3 kwa dunia, ambaye mfalme ni nani? Akiingia kutawala. Huo ufalme, msomaji, Danieli 2 soma 40. 2:40. Katika Danieli 7 tunaambiwa huyo mnyama ako na meno ya chuma na anakula na kuvunja vipande dunia. Anavunja dunia vipande ili atawala. Soma andiko. 2:40 kitabu cha Danieli inasema. Nasemaje? Na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Ndio maana pia unafanishwa na miguu ya nini? Ya chuma. Na mnyama wa kutisha ako na meno ya nini? Ya chuma. Kwa hiyo ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Na ndio maana Musa ndiye alionyeshwa adui ambao Mungu atawatumia, ambao Mungu akiwaleta juu ya Israeli ama juu ya Yuda, atakuwa ameleta kitu kinaitwa kongwe la chuma. Na hao adui watawanyang'anya watoto wao, watapunguza wao wachache, watawafanya hata wapatwe na njaa, wakule mpaka watoto, vitu kama hizo. Biblia inasema. Lakini tunajua wana wa Israeli walipoenda Babeli hawakukosa chakula. Walipoenda Medo-Persha hawakukosa chakula. Giriki hatujaambiwa habari zake. Lakini ufalme ambao uliofia sana, ambao uliwashika mateka mpaka wakakosa chakula. Ukisoma kitabu kinaitwa Great Controversy, topic ambayo inaitwa Destruction of Jerusalem ama kuangamizwa kwa Yerusalemu, topic ya kwanza tu ya kitabu kinaitwa Great Controversy. Utaona habari hizo hapo. Ni serikali gani? Yohana 11:41. Alafu sasa nione vile nitamaliza. Soma andiko hilo. Yohana 11:41 nitasoma. 47. Natumai ndio nzuri. 47. Nitasoma. Ndio. Basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza. Na kusema, ndio, tufanye nini? Safi. Maana mtu huyo anafanya ishara nyingi. Twende. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini. Alafu na Warumi watakuja watuondolee mahali petu pa taifa letu. Serikali ya Roma ikaanza kutawala mwaka wa 168 kabla ya Kristo Yesu. Ikatawala, Yesu akazaliwa akapata kitawala. Danieli 11 ukisoma mstari wa 16 tunaona hii transition ya kutoka Giriki na kuingia Roma. Ukifika mstari wa 20 wale wafalme ambao walianza kutawala Roma wanaanza kutajwa mmoja mmoja wakiteremka tabia zao. Sawa? Nipe 20 usikie. Danieli 7:11 msomaji. Danieli 11 mstari wa 20.
11 mstari wake wa 20 nitasoma. Ubarikiwe. Inasema, ndiyo, ndipo baada yake atasimama mmoja atakayepitisha mwenye kutoza ushuru. Atakayesimama mwenye kupitisha kutoza ushuru. Mwenye atapitisha, mwenye atatoza nini? Ushuru. Tulia pale. Mfalme ambaye aliinuka kutoza ushuru katika Biblia ni katika kitabu cha Luka 2:1. Uisome mwenye alitoza ushuru. Kiingereza inasema that all be taxed. Kwa hiyo amri ilitolewa na Kaisari. Kaisari alikuwa anaitwa nani? Aliyetoa amri ya kwamba watu wote wakaandikwe ili watoze ushuru. Asoma tusikie. Luka 2:1. Moja inasema, safi. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari nani? Augusto. Kwa hiyo Kaisari aliyekuwa hapo juu anaitwa Julius Caesar. Kaisari Julio. Baada ya Kaisari Julio ama Julius Caesar akainuka Kaisari ambaye alikuwa anaitwa Augusto. Anaitwa Augustus Caesar. Kaisari Augusto ndiye aliyeinuka mwenye kutoza nini? Ushuru. Mwenye kutoza ushuru. Akatoa amri ya kwamba watu wote waende wakafanya nini? Wakaandikwe ili watoze ushuru. Ili watoze ushuru. Watu wote wahesabiwe, wajiandikishe ili watoze ushuru. Na hiyo serikali ndio imerudi saa hii. Hiyo serikali ambayo ndio ilikuwa inaelekea Yesu ateswe, ndio imerudi saa hii. Wanataka kuhakikisha kwamba kila mtu amelipa ushuru. Mpaka watu wa kanisa watalipa. Mpaka kanisa italipa ushuru, kanisa. Una habari hiyo? Hata wakati huo Yesu akiwa kiongozi wa kanisa, Yesu aliulizwa, mitume wa Yesu aliulizwa, je, bwana wako anatoa nini? Akasemaje? Akaenda kumwambia, akaambiwa enda uchukue samaki, enda utoe moja yangu na nyingine yako, enda utoe. Si alitoa? Alibishana serikali? Hapana. Hakubishana. Wacha hata hivyo. Hata wengine walikuja kumjaribu wakiwa wameshika, walikuja kumjaribu. Wakamuuliza ni halali kutoa nini? Ushuru. Kutoa kodi ya Kaisari. Tunafaa kutoa? Akamwambia nileteeni dinari. Akauliza anwani hii ni ya nani? Hii picha ni ya nani? Hii sanamu ni ya nani? Kaisari. Wakasema ni ya Kaisari. Wakaambiwa mbeni Kaisari yaliyo yake Kaisari na Mungu nani? Yaliyo yake Mungu. Akatenganisha Kaisari na nani? Ya Mungu. Na ya Mungu. Ya maana ya kwamba wakati huo hata watu wa kanisa walikuwa wanatoa nini? Kodi, ushuru. Tuko pamoja eh? Hiyo ilikuwa ni serikali ya Roma. Na bado Roma ndio imekamata dunia, itahakikisha watu wote wametoza ushuru. Kama vile Farao kabla Israeli hawajaokolewa kutoka Misri, tulijifunza huko kwa mkutano. Kabla hawajaokolewa kutoka Misri walipelekwa na Kanaani, walitoza ushuru wote. Watu walipewa mpaka mbegu walime, alafu walipe hata ushuru mpaka wa vitu vya shambani. Kwa hiyo tunaishi kipindi ambacho historia dunia inakujirudia. Lakini serikali ya Roma ya kipagani, sasa tunazungumzia Roma ya kipagani, ambaye baadaye Yesu alizaliwa kapata hiyo serikali kitawala. Baadaye serikali ilifanyika mara mbili sawa na miguu mingapi? Miwili. Kwa njia gani? Konstantino akahamisha makao yake makuu, akatoa Roma ya magharibi akapeleka Roma ya mashariki. Alafu hapa huko mahali alipeleka makao makuu yake akakuita Constantinople. Ukaitwa sana jina lake Constantinople. Alafu hapa Roma ya magharibi akaacha bishop wa Roma apewe kiti hicho atawale serikali na kanisa. Kwa Roma ya magharibi, Roma mashariki, sawa na miguu miwili. Lakini kwa njia hiyo alikuwa anafikiria ndio atatia ufalme wake nguvu, kukatokea barbarians, Vandals, Eruli, Ostrogothi, wengine kutoka Afrika, Vandals from Africa. Wakatokea huko. Wakashambulia Roma, ikaweka mara ngapi? Mara 10. Mataifa 10 ya Roma ikagawanyika. Na yale ambayo alikuwa anatashambulia matatu yakang'olewa. Ilipofika mwaka wa 476 hapo 476 AD. Hiyo ni baada ya Yesu. 476 AD. Hadi mwaka wa 479 AD ikawa serikali ya Roma igawanyika mara ngapi? Mara 10. Sawa na pembe 10 za mnyama wa kutisha. Alafu hebu nipe Danieli 7:23.
Danieli 7:23 changamka msomaji. Lakini tuliambiwa kwamba serikali ile itaonyesha dunia yote vipande vipande na kuikanyaga na kuitawala. Soma. Danieli 7:23 inasema, ndiyo, akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Serikali ya Roma ikawa ndio ufalme wa nne kwa dunia, Roma ya kipagani. Twende. Utakao kuwa mbali na falme zile zote. Alafu nao utakula dunia yote. Ufalme ule ukakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Asante. Ili ufalme ule utawala dunia yote ulikuwa uvunje vipande vipande, inaitwa divide and rule. Divide and rule, yaani gawanyisha na utawala. Endelea. Inaendelea kusema, safi, na habari za zile pembe 10 katika ufalme huu, wataondoka ufalme 10. Serikali ya Roma ikamilika mara 10 sawa na pembe 10, na hii ndio mama France, Suevi, Visigoth, Labat, ndio hizi pembe 10. Ya kwanza ni hiyo. Hiyo ndio majina ya kitambo hayo. Labat, Alaman, France, Suevi, Visigoth, Anglo-Saxon, Burgundian, tunakuja Vandals, Eruli na Ostrogothi, mataifa 10 ya Roma. Lakini leo kuna majina rahisi ambayo tunajua. Haya ya kitabu nimeweka kwa brackets. Kuna France, Italy, Spain, Portugal, German, Switzerland, England, Eruli, Vandals na Ostrogothi. Haya mataifa ambayo iliinuka kushambulia Roma, alafu ikafanya Roma ikawa mara 10, hata wao wakakuwa sehemu ya hiyo Roma. Ilikuwa imetajwa katika Danieli 8. Danieli? Si Danieli 8, Revelation 8. Ufunuo 8. Kuhusiana na zile tarumbeta 7 ama baragumu 7. Baragumu za kwanza 4 zilikuwa za kushambulia Roma. 3 za mwisho. Za kwanza 4 za kushambulia Roma ya kipagani. Alafu 3 za mwisho ni za kushambulia Roma ya kufunga historia ya dunia, inaitwa Roma ya kipapa. Sasa angalia hapa. Na hizi 3 za mwisho ndio ziko na ole. Ndizo ziko na ole. Ndio tunazungumzia mambo ya Mohammedan, mambo ya Ottoman ama Ottoman Empire na Radical Islam. 3 of them. Sasa msomaji, tutoke hapo, hiyo ni kitu tulijifunza hata kwa makambi, lakini kwa saa hii wacha tuendelee na hii. Baadaye akainuka serikali ya pembe mdogo iliyo na macho na iko na kinywa cha kunena maneno makuu. Danieli 7 endelea 24 nasema, twende. Na habari za zile pembe 10 katika ufalme huu, wataondoka wafalme 10. Kwa hiyo serikali ya Roma baada ya kuisha ni kuandika mara ngapi? Mara 10. Twende. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Kwa hiyo huyu pembe ambaye aliinuka baadaye alikuwa mbali na hao pembe wa kwanza. Twende. Naye atawashusha wafalme 3. Akang'oa mataifa 3 ambayo ni wa kwanza ni Eruli mwaka wa 493 AD. Ya pili ambayo iling'olewa ni Vandals mwaka wa 534 AD. Na ya tatu kung'olewa ni Ostrogothi mwaka wa 538 AD. Serikali ya kipapa ikaanza kutawala dunia rasmi baada ya kung'oa serikali ya Roma. Baada ya kung'oa Ostrogothi sehemu moja ya Roma mwaka wa 538, serikali ya pembe mdogo ikaanza kutawala rasmi dunia. Lakini tumeambiwa serikali ile ilikuwa inaonyesha dunia vipande na kuikanyaga dunia yote. Na ni kweli alifanya hivyo. Hata Afrika ilikuwa ni sehemu moja kubwa, wakaonyesha tu sehemu. Walienda mkutano mkubwa kule France, kule Germany samani. Mkutano mkubwa kule German ambao ulifanyika katika capital city ya Germany inaitwa Berlin. Wakafanya mkutano mkubwa unaitwa Berlin Conference. Wakafanya kitu kinaitwa Scramble and Petition of Africa. Na ni Afrika wakaonyesha vipande wakaitawala. Kenya ikatawaliwa na sehemu moja ya Uingereza, ya Roma inaitwa Uingereza, England. Ndio maana Roma inatawala dunia hata sasa hivi. Ndio maana Roma sheria ambazo zinatawala dunia sasa hivi ni za Roma. Sasa ninapomaliza hapo tutachukulia kesho. Pembe mdogo alipoinuka duniani, akang'oa mataifa 3, au serikali ndogo kule Roma iliinuka na ng'oa mataifa 3 ikaingia kutawala rasmi katika hiyo Roma tu. Ndani ya Roma kuinuka serikali ndogo. Serikali ndogo ambaye ilishikana serikali 7 za Roma ndio tutakuja kuiangalia kuanzia hapo. Na hiyo ndio inachukua kiti cha shetani, kiti cha kaskazini, alafu ikuwe king of north. Tuko pamoja? Kwa
Kwa hiyo kufika hapo, serikali ya Roma ya kipagani ndiyo ilikuwa king of north. Kutoka hapo serikali ya pembe mdogo ndiyo inachukua inakuwa king of north. Na vile king of north anaenda kumalizia historia ya dunia. Kesho tunaanza hapo. Mmenielewa kufika hapa? Mwishowe nani anafaa kushinda achukue ufalme wote dunia nzima, awe the king of north? Nani anafaa kutawala au mfalme wa falme na bwana wa bwana? Achukue the king of north. Achukue mamlaka zote za dunia. Nani huyo? Yeah. Ni Yesu. Ndiye the king of north, ndiye atakuja kumaliza kabisa. Umenielewa? Ndio. Na Yesu aanze kutawala wakati anaona kama mbinguni. Tutakuja kuangalia hiyo. Yesu anaanza kutawala wakati mlango wa rehema umefungwa, anakuwa mfalme wa falme, alafu anaanza kulipiza kizazi baada ya kuondoa mavazi yake ya kikuhani na kuvaa mavazi ya kifalme ya kulipiza kizazi, alafu anaanza kumwaga mapigo 7 duniani. Ndiye anaanza kuwa mfalme. So hakuna ufalme mwingine ambao unatawala isipokuwa ufalme wa Yesu kuanzia wakati wa mapigo 7. Lakini wale tayari watakuwa wamejua kwamba wamenyang'anya ufalme tayari. Bado watakuwa wanaona kama wanatawala, lakini watawali maana hawezi kuwaua wale ambao ni watu wa Mungu, hawezi kuwakamata, hawezi kuwaua. Maana mapigo 7 ikianza kumwagika watu wa Mungu hawezi kufa tena. Wanapitia kipindi cha taabu. Wale ambao watakufa kipindi cha sandilo, kipindi cha alama mnyama kabla ya mapigo 7 ya mwisho, ama kabla mlango wa rehema kufungwa na mapigo 7 ya mwisho kumweka dunia. Natumaini nimeeleweka kufika hapo. Haya. So naomba tumalizie pale na Mungu atubariki. Mungu awabariki. Amen. Wacha tuombe tumalizie pale. Tufunge tumalizie pale. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa kuwa pamoja nasi na kutulinda hadi masaa. Neema yako itutoshe. Tuhurumie, turehemu. Tusaidie kudumu katika pendo lako. Tusaidie kuenenda sawa na mapenzi yako. Tusaidie kuangalia historia ya mwisho duniani jinsi inapoendelea kufungwa taratibu. Tayari umetuonyesha historia ambayo tayari imefanyika, na sasa tutakuja kuangalia historia ambayo inaendelea kufanyika na ile ambayo inakuja kufanyika mbele yetu. Basi tusaidie na utujalie neema ili utufanulie akili zetu tuzidi kuelewa maandiko zaidi. Bariki kila mmoja wetu, na wale ambao ni ndugu zetu wanaoamini ya kwamba tuna ujumbe wa malaika watatu tunafaa kupeana kipindi chetu duniani, na wanakubali Mungu wa pekee wa kweli mmoja, hata wale ambao wameamrishwa ugongo Mungu wa utatu. Baba mbinguni, wasaidie na warehemu, ili kwamba hatimaye tuungane tuwe na umoja wa imani kwa ajili ya kupeleka kuhubiri ujumbe wa malaika watatu wa mwisho duniani, na tuweze kufikia wengi walio katika giza. Kusudi lako ni ya kwamba utulete pamoja, tuwe na umoja wa imani, usiwe na utengano. Lakini unasema ya kwamba pia tusishirikiane na wale ambao wanaondokea ukweli, wakisikiliza roho zinanyanyasa mafundisho ya mashetani. Tusaidie kila mmoja, utukuze kwa yote. Ombi letu kwa njia imani ya kwamba utatulinda na utatupa nafasi ya kesho kujifunza zaidi, na ni katika Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Asante. Mungu wabariki. Neema Yesu watoshe. Tunawatakia usiku mwema. Tuonane kesho majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Amen. Shukrani za dhati kwa kutazama Sauti Nyikani Ministry. Tafadhali subscribe na uweze kushare kwa watu wengine kwa ajili ya kuendelea kujifunza zaidi kutokana na mafundisho ambayo tutaendelea kusambaza kupitia kwa mtandao huu. Mungu awabariki. Neema ya Mungu izidi kuwatosha kila mmoja wenu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana mzaliwa pekee wa Mungu.